Naam, hali gani mpenzi mtazamaji wa Miujiza TV? Karibu sana kuifuatilia Miujiza TV na asante sana kwa kutufollow, asante kwa kuendelea kutuamini. Sisi tunakupa mambo mbalimbali lakini tunakuletea masuala ya michezo na hii Miujiza TV Sports. Na leo bwana tunakuletea tetesi za usajili kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika ndani na nje ya Tanzania, lakini tuna good news kwa moja kati ya timu giant sana miongoni mwa timu za Kariakoo, timu za mjini Dar es Salaam. Na good news ni kwamba yule ambaye kwa sasa anaitikisa ligi ya Tanzania, Mwamba Clatous Chota Chama bwana, so far ni mchezaji ambaye amekuwa akionyesha consistency kubwa sana, licha ya watu wengi walikuwa wakimbeza umri wake na vitu kama hivyo, lakini namna ambavyo anavyofanya kiwanjani anatu prove wrong watu wa namna hiyo ambao tumekuwa tukimsema pengine labda umri wake unaenda mwishoni. Na kwa nini amefanya hivyo? Ni mchezaji mpaka sasa tunavyozungumza mimi na wewe ameweza kuingia kwenye record ya kama mchezaji man of the match, mechi kama 5 mtawalia. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye ana consistency nzuri, na pengine good news kwa wewe mshabiki wa Simba Sports Club au mdau wa michezo ni kwamba Simba bwana wamependa sana huduma ya Mwamba Clatous, na sio kupenda tu, kwa sababu wao wanajua mchango wake. Chama ikumbukwe ameichangia pakubwa sana Simba mpaka kuwa kwenye nafasi nzuri kwenye rank za kafu, na taarifa ambazo ninazo bwana, Chama amesaini mkataba wa miaka 2 pale Simba. Na leo nipo na Ticha Mafuru, pengine anaweza katupitisha takwimu za Chama na kwa sababu gani Simba wameweza kumuongezea mkataba wa miaka 2. Ticha Mafuru. Naam. Chama bwana, mzee wa Puskas. Yes, amekula kandarasi ya miaka 2 pale Unyamani. Pengine labda kitu gani Simba walikiona kwa Chama mpaka wakampa mkataba wa namna hiyo? Kwanza kabisa niungane na wewe kwamba Chama ni mchezaji ambaye ameonyesha consistency ya takriban kipindi kirefu ukilinganisha na wachezaji wa kigeni wengine. Mkumbukwe kwamba Chama wakati anawasili Tanzania kuja kuhudumu mkataba wake wa mara ya kwanza akiwa na Simba msimu wa mwaka 2017-18 akitokea Zambia katika klabu ya Zesco. Huyu alikuwa ni mchezaji wa msimu wa mwaka 2016-17, aliweza kufunga magoli mengi sana ya kombe la shirikisho akiwa na Zesco. Na Simba ndio pale walipomuona na kumsajili kwa mara ya kwanza kuja Tanzania katika msimu wa mwaka 2017-18. Msimu wa mwaka 2017-18 ni msimu ambao Simba alimaintain kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa muda wa miaka 4 mfululizo, na ndio muda ambao Clatous Chama alikuwepo kwenye kikosi hicho. Na ukimwongelea Chama, mimi naweza nikasema kwamba tunamwongelea mchezaji ambaye maintain ubora wa uwanjani kwa muda mrefu zaidi, na hata alipoondoka Simba aliondoka Simba akaenda RS Berkane, hakupata mafanikio akiwa RS Berkane chini ya Flarai Benge ambaye alikuwa ni kocha wa RS Berkane, wakiwa na huyu tunasema Priscilla Kisinda. Ya Chama hakupata mafanikio mazuri akiwa RS Berkane, akarudi Tanzania na alirudi katika klabu yake ya Simba, akatumikia kama msimu 1.5 then akasajiliwa na Young Africans na akatimkia Singida. Kwa hiyo kwa mazingira yoyote yale, Chama kwa kasi na spidi ya ligi kuu Tanzania bara amekuwa ni mchezaji ambaye kila klabu ingependa kufanya naye kazi. Hii tunaweza tukasema kwamba mchezaji wa kizawa, kwa maana mchezaji mzawa, anapaswa kujifunza kwa wachezaji kama hawa wa kigeni. Umri wa Chama, muda aliotumikia ligi kuu Tanzania bara, ukifanya calculation za haraka, pengine nafasi ile kwa mchezaji wa Kitanzania, sidhani kama mchezaji wa Kitanzania anaweza akamaintain ubora zaidi ya mara 5 mfululizo anatoa tuzo ya mchezaji bora kama man of the match. Mimi sijaona, lakini pia ubora wake anapokuwa uwanjani ni tofauti kabisa na wachezaji wengine.
Pengine mimi naweza nikasema kwamba Chama ana kipaji cha kuzaliwa, ana kipaji cha kuzaliwa. Ukitoa kwamba wazungu wanakuambia football oriented from professionalism, kwamba sasa hivi kuna kipaji ambacho kimenolewa na taaluma. Ndio maana tunaona kuna akademi nyingi zinajengwa. Mtoto mwenye kipaji anaenda kule kuongezewa maarifa ya kimchezo, lakini Chama ana kipaji cha kuzaliwa. Ni sahihi Simba kumpa mkataba wa miaka 2? Ni sahihi, hawajakosea, ni sahihi kabisa. Ametoa mchango mkubwa sana. Hivi tunavyoongea sasa hivi Simba iko kileleni kwa tofauti ya pointi 1 dhidi ya Young Africans. Hili ni swala ambalo Chama ameonyesha mchango wake mkubwa sana. Jana umeona timu imepata matokeo ya pointi 3 ikitokea nyuma, na yeye ni miongoni mwa watu ambao walitengeneza nafasi za kuweza kupatikana kwa goli la kusawazisha, lakini pia kupatikana kwa goli la ushindi. Na jana pengine Simba angeweza kupoteza ile mechi, angekuwepo kwenye nafasi mbaya, lakini unapomuongelea Chama kupewa mkataba wa miaka 2, mimi nafikiri wana Simba hawajakosea. Na mimi acha niondoke na hiyo na nikumalizie na hiyo kwamba wana Simba hawajakosea. Bwana, hongereni wana Simba, maana yake Ticha Mafura anasema mjakosea, na pengine kwa sisi ambao tunapenda soka tunaenjoy kumwona Chama akiwa anacheza NBC Premier League, kwa sababu vinginevyo pengine Chama tungemuona huenda angeondoka hata kwa Zambia na vitu kama hivyo, lakini Simba baada ya kumpa kandarasi hiyo ya miaka 2 tutamani tena kuona magoli yale ya Puskas na vitu kama hivyo. Asante sana Miujiza Sports, tutakuletea hapa tetesi za usajili zote kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika ndani na nje ya Tanzania. Good news kwa mashabiki wa Simba na wadau wa soka, Mwamba wa Lusaka amesaini miaka 2 pale Unyamani. Bye bye. Subscribe Miujiza TV.